Tadayana, KTN, Nairobi. Kwingineko, Rais William Ruto amepuuzilia mbali madai kwamba sekta ya elimu nchini ipo katika hali ya kusuasua, akisema uwekezaji mkubwa wa serikali, mageuzi yanayoendelea pamoja pia na ajira za walimu kwa kiwango kikubwa vimeimarisha sekta hiyo na kupanua fursa za elimu kwa wanafunzi kote nchini. Rais Ruto aliyasema hayo katika ikulu ya Nairobi alipokutana na viongozi wa mashinani kutoka kaunti ya Marsabit wakiongozwa na Gavana Mahmoud Mohamed, ambapo walijadili pia masuala ya elimu, maendeleo na miundombinu na mikakati ya kuchochea ukuaji uchumi wa kaunti hiyo. Catherine Imuraget ana taarifa hiyo zaidi. Kiongozi wa taifa amesema serikali imejitolea kikamilifu kuimarisha sekta ya elimu kupitia ufadhili endelevu, ajira ya walimu na utekelezaji wa mageuzi yanayolenga kuboresha upatikanaji na ubora wa elimu nchini. Hakuna serikali imeajiri walimu 1,100 in 3 years tangu independence. In other words, kwa wale walimu tuko nao 1,400 Kenya, a quarter, 100,000 tumewaajiri in the last 3 years. Why? Sababu gani tumefanya hivyo? Kwa sababu elimu ni ya muhimu. Rais Ruto ameeleza kuwa mpango wa serikali wa kuajiri walimu unaendelea kuzaa matunda, akisema hatua hiyo imechangia kupunguza upungufu wa walimu na kuboresha mazingira ya ufundishaji na katika taasisi mbalimbali za elimu. Kauli yake imejiri siku moja baada ya waziri wa fedha John Mbadi kupendekeza kutengwa kwa shilingi bilioni 784.5 kwa sekta elimu katika bajeti ya mwaka wa fedha wa mwaka 2026-2027. Kiasi hicho ni ongezeko la zaidi ya shilingi bilioni 81 ikilinganishwa na shilingi bilioni 702 zilizotengwa katika mwaka wa fedha uliopita. Pesa ambayo tumeongeza ya watoto wetu kusoma in 2022 ilikuwa bilioni 500. Budget iliyosomwa jana ni bilioni 767 ambayo tumeongeza kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Rais alitoa matamshi hayo muda mfupi baada ya kurejea kutoka ziara ya Ulaya iliyolenga kuimarisha biashara, kuvutia uwekezaji na kuhamasisha uundaji wa nafasi za ajira kwa Wakenya. Mbali na masuala ya elimu, mkutano huu pia uliangazia vipaumbele vya maendeleo katika kaunti ya Marsabit, ambapo rais alitangaza miradi mbalimbali ya miundombinu ikilenga kuboresha usafiri, kuimarisha usalama na kuchochea shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. We really want you to open up that region so that we create a tourism circuit with Omo Delta. Maneno ya maendeleo hapa na pale, idara yote umeangalia sehemu kadha wa kadha, tunasema asante, tunakupongeza. Rais amesema miradi hiyo ni sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kufungua fursa za kiuchumi katika kaunti ya Marsabit kupitia uwekezaji katika barabara, maji, nishati, uzalishaji wa mifugo pamoja na miundombinu ya biashara. Catherine Imuraget, KTN, Nairobi. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka ikulu, taniruhusu nipate pumziko fupi, tukirejea ni taarifa zaidi, usiende mbali.